Nataka nisome andiko hili la Isaya 61, anasema hivi: ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. 2, maana tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bwana asifiwe sana. Mwaka huu ni mwaka wa kuondoka. Bwana asifiwe. Mwaka huu sio mwaka wa ulegevu, sio mwaka wa uzembe, sio mwaka wa kutania, sio mwaka wa kutia mitani ya aina yoyote. Mwaka huu ni mwaka wa kuondoka, ni mwaka wa kufanya kazi, ni mwaka wa kufanya kazi. Imeandikwa kwenye Yeremia kwamba na alaaniwe mtu yule afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kwa hiyo mwaka huu sitamani kufanya kazi ya Bwana kwa ulegevu wa aina yoyote. Nataka mwaka huu uwe ni mwaka wa kuondoka, kwenda kuwahubiria watu waache dhambi, kuwaambia habari za Kristo, kwamba Kristo ndiye wokovu, kwamba Kristo ndiye anayeokoa, ili kwamba Kristo ndiye safina ya kizazi hiki. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mwaka huu ni mwaka wa kuondoka, kuwahubiria watu kwamba tazama giza linafunika kabila za watu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwamba giza linafunika kabila za watu. Kwa akili zako na kwa tafakari zako utafikiri kwamba ni giza hili la kawaida, lakini mimi nijuavyo, giza kwamba linafunika kabila za watu ni giza, dhambi inafunika kabila za watu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kwenye andiko la Yohana 3:19 anasema, hebu kwa nimsome haraka haraka hapo. Hebu nimsome haraka haraka hapa. Yohana 3:19. Nimsome hapa haraka haraka hapa. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Watu wakapenda giza kuliko nuru. Giza ni matendo mabaya. Giza ni uchafu wowote ambao unafanywa na wanadamu. Kwa hiyo giza likafunika ama linafunika kabila za watu. Dhambi inafunika kabila za watu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huu ni mwaka wa kuondoka, kwa sababu giza linafunika kabila za watu. Giza ni kila tendo baya ambalo ni kinyume Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kwa hiyo watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu aliye gizani siku zote hapendi nuru, na aliye nuruni siku zote hapendi giza. Kwa hiyo alimadamu dhambini siku zote, au mwenye dhambi ama giza siku zote upingana na nuru, na alimadamu upo gizani lazima tu utapingana na nuru, na alimadamu upo nuruni